Jumapili Mei 18 mwaka huu 2025 ilishuhudiwa nusu fainali ya kwanza ya kombe la CRDB Federation Cup msimu wa mwaka 2024-2025, mchezo uliowakutanisha wananchi Yanga wakiwa wenyeji wa mchezo kikanuni dhidi ya JKT Tanzania, mchezo uliopigwa katika dimba la Mkwakwani jijini Tanga na wananchi Yanga kuibuka na ushindi wa mabao 2-0. Kitu cha pekee katika mchezo huo ni Stefano Aziz Ki kuwa nahodha, jambo ambalo ni mara ya kwanza kutokea tangu alipojiunga na wananchi Julai 15 mwaka 2022 akitokea klabu ya ASEC Mimosas. Mchezo wa jana unatajwa kuwa mchezo wa mwisho kwa kiungo huyo akiwa na jezi ya njano na kijani. Kwa sasa Stefano Aziz Ki ni mali halali ya klabu ya Wydad Casablanca ya nchini Morocco, miongoni mwa klabu zilizoshiriki mashindano ya vilabu duniani. Takribani shilingi za Kitanzania bilioni 2.5 zilitajwa kutumika kumng'oa kiungo huyo kutoka kwa wananchi Yanga. Stefano Aziz Ki ni kiungo mshambuliaji kutoka Burkina Faso. Alijiunga na klabu ya Young Africans tarehe 15 Julai 2022 akitokea ASEC Mimosas kwa uhamisho wa bure. Tangu wakati huo amekuwa mchezaji muhimu katika mafanikio ya Yanga kwenye mashindano ya ndani na ya kimataifa. Katika msimu wa mwaka 2023-2024, Aziz Ki aling'ara kwa kiwango cha juu akifunga mabao 21 na kutoa pasi 8 za mabao na kusaidia Yanga kutoa ubingwa wa ligi kuu Tanzania bara na kombe la shirikisho Federation Cup. Pia alichaguliwa kuwa mchezaji bora wa msimu, MVP na kiungo bora wa mwaka, na alisaidia timu kufika robo finali ya ligi kuu ya mabingwa Afrika. Msimu wa mwaka 2024-2025 ulianza kwa changamoto kwa Aziz Ki, ambapo kiwango chake kilionekana kushuka ikilinganishwa na msimu uliopita. Hata hivyo, bado alionyesha uwezo wake katika mechi kadhaa muhimu. Mnamo Februari 14, 2025 alifunga hat-trick katika ushindi wa 6-1 dhidi ya KMC, na mnamo Aprili 15, 2025 alifunga mabao 4 na kutoa pasi 3 za mabao kutoka ushindi wa 8-1 dhidi ya Stand United kwenye robo finali ya kombe la shirikisho la CRDB Federation Cup. Katika msimu huu amefunga mabao 9 na kutoa pasi 7 za mabao katika ligi kuu Tanzania bara. Kwa ujumla, Stefano Aziz Ki ameacha alama kubwa katika historia ya Yanga, akiwa mmoja wa wachezaji waliotoa mchango mkubwa katika mafanikio ya klabu hiyo katika kipindi cha miaka mitatu aliyokuwepo. Ni miongoni mwa wachezaji watakaoacha alama kubwa ya furaha na majonzi ndani ya mioyo ya washabiki, wapenzi na wanachama wa Yanga na hata wale wapenda soka kwa ujumla wao. Aziz Ki atahusika katika michezo ya Wydad Casablanca dhidi ya Manchester City na Aston Villa. Kwa heri mwamba, wananchi wakubwa kwa wadogo, wake kwa waume, vijana kwa wazee, wote walikupenda na kukuhusudu. Ufundi, juhudi, maarifa na kipaji kikubwa ulichokuwa nacho. Mara zote ulifanya kila ulichoweza ili mashabiki wa Yanga waipate furaha kupitia timu yao. Swali ni je, Yanga watampata mwingine mithili ya Stefano Aziz Ki au aliyebora kuliko yeye? Ni swali ambalo bado ni ngumu kupata majibu yake kwa sasa, ila wakati utakapofika kila lililojificha litawekwa wazi. Naitwa Rahma Hussein, asante kwa taimu yako na kuendelea kuiamini na kuipa nafasi Uba Kigoma. Mpaka wakati mwingine, uwe na siku njema.